Utafahamu kwamba hospitali ya taifa ya Muhimbili ni hospitali ambayo Tanzania inajivunia kwa sababu inatoa huduma zenye ubobevu, ambapo Watanzania hata wale ambao wanatoka nje ya Tanzania basi wanakuja hapa kupata huduma hizo. Sasa mwenzetu Goodluck Paul yupo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili ambapo atafanya mahojiano maalum na mkurugenzi mtendaji wa hospitali hiyo. Goodluck Paul, kama unanipata, habari za hapo? Karibu, sisi tufuatilie mazungumzo kutokea hapo. So Dr. Richard, asante sana kwa kutukaribisha na naupata vizuri katika studio zetu za Dar es Salaam. Hapa tuko hospitali ya taifa ya Muhimbili, na kama ulivyosema, umesema vizuri kabisa. Tumepata bahati ya kumpata Dr. Delilah Kimambo ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili. Tutakuwa naye hapa kwa takriban nusu saa hivi kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusu Muhimbili. Dr. Kwanza ninafurahi, asante kwa kutukaribisha Muhimbili. Asante. Lakini sasa ni zamu yangu ya kukukaribisha kwenye kipindi. Karibu sana. Asante sana. Karibuni hospitali ya taifa Muhimbili, lakini msikaribie kama wagonjwa. Karibu kwa huduma hii iliyokuleta sasa. Amina sana. Dr. Tuliona taarifa za uteuzi wako, si muda mrefu sana umepita kimsingi. Tunaweza kusema bado ndio unaizoea ofisi hivi, lakini bila shaka unapoingia kwenye nafasi mpya kama hii unakutana na changamoto mpya na vitu kama hivyo. Lakini kwanza tufahamu mapokeo ya uteuzi wako wewe binafsi, ulipokeaje na unaionaje nafasi hii mpaka sasa? Kuteuliwa kuongoza hospitali ya taifa Muhimbili ni heshima kubwa ambayo niseme wazi kwamba na shukuru serikali yangu kwa kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuona kwamba ninaweza kusimamia maendeleo ya hospitali hii ambayo ni kubwa na kongwe nchini. Na nilipokea kwa moyo mkunjufu nikiamini kwamba inawezekana, na kama anaweza Mheshimiwa Rais kutuongoza sisi wote na sisi wengine wote, ni jukumu letu kumsaidia katika hii sehemu ndogo ambayo mimi ameniamini kuweza kuisogeza ili nchi yetu isonge mbele na maendeleo ya nchi yetu yatimie. Kabisa. Kwa watu ambao walikuwa wanakuja JKCI kupata huduma mbalimbali, walikuwa wanakuona kama daktari bingwa wa moyo. Baadaye tumeona umeteuliwa kutoka huko kuwa mkurugenzi wa Muhimbili. Labda utusaidie kufahamu kidogo kwa wale ambao labda ndio wanakuona kwa mara ya kwanza, ama pengine walikuwa wanakujua tu kama daktari bingwa wa moyo wa JKCI. Dr. Delilah Kimambo ni nani? Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo, lakini pia ni daktari bingwa mbobezi wa matibabu ya wazee. Kidogo inaleta tofauti kwa taasisi yetu ya moyo ambako ndipo nilipo. Unapokaa kwenye taasisi ya moyo, kazi ya kule kwenye moyo ni kuongeza maisha. Lakini with time nilijifundisha kitu kimoja kwamba tunaongeza maisha alafu watu wanaishi sana. Baadaye wanakuwa wazee. Baadaye ule uthamani wa maisha unaanza kupotea. Ndipo nilipoamua kujikita katika kuwa na matibabu ya moyo pamoja na matibabu ya wazee. Kwa sababu hatupaswi kuzeeka tu. Tunapaswa kuzeeka tukiwa wenye afya, tukiwa wenye nguvu, na kwa kifupi mimi huwa ninawaambia watu hakuna kustaafu. Maisha huwa yanaanza unapofikisha miaka 60. Kwa hiyo mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo, lakini pia ni daktari bingwa ambaye ni wa kipekee kabisa nchini, hatuko wengi ambao tunatibu wazee. Na kundi langu kubwa la watu ambao nilikuwa niwahudumia ni wazee. Na matibabu hayo yanatolewa kwa kiasi gani hapa hospitali ya taifa ya Muhimbili? Asilimia kubwa ya wagonjwa wanaohudhuria hospitali zetu zote, sio Muhimbili tu, hata Mwananyamala, Temeke na huko mikoani, asilimia kubwa ni wazee. Na unaweza kuona kwamba mchanganyiko huu wa huduma za moyo kule nilikotoka na tunapofika hospitali ya taifa Muhimbili ni muendelezo wa matibabu. Ninapofika hapa ninajifundisha jinsi gani taasisi ya moyo ambako nilikokuwa ni sehemu ndogo sana ya matibabu ya mwili wa binadamu. Kwa sababu kile pale panadili na kiungo hichi kimoja, lakini hapa tunadili na viungo vingi. Na ninajifundisha pia pale tunadili na kliniki moja inayohusiana na moyo. Hapa tuna kliniki zaidi ya 127. Kwa unaweza kuona ni wigo mpana na uwekezaji mkubwa uliokuwepo upande huu nikitofautisha na kule. Lakini nilipotoka nilikuwa kiongozi pia. Na sehemu ambayo nilisimamia ilikuwa tunaita tiba shirikishi.
tiba shirikishi ni kama TAMISEMI ya hospitali yoyote. Ili unamuona daktari huku mbele, lakini daktari ili aweze kwenda mbele anahitaji uwepo wa kundi kubwa la kada ambao tunaziita tiba shirikishi. Nikimaanisha wafamasia, watu wa maabara, watu wa fizioterapia, watu wanaohitaji na social welfare. Kitengo kingine ambacho tunadili nacho ni cha kuhifadhi na kutunza vifaa tiba. Hiyo ndio kundi la tiba shirikishi niliongoza pale nilipokuwa. Kwa hiyo ni sehemu ya muendelezo wa matibabu na huduma. Kutoka JKCI mpaka mkurugenzi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, bado unaendelea kutoa huduma JKCI, sio? Hapana. Kutoka JKCI kuja hospitali ya taifa Muhimbili, sasa ninakuwepo hospitali ya taifa Muhimbili. Okay. Lakini taasisi ya moyo ya JKCI ni mojawapo ya taasisi mbili ambazo zimo ndani ya hospitali ya taifa Muhimbili. Kwa hiyo utoaji wangu wa huduma sio direct kwa mgonjwa kama ambavyo nilifanya zamani, lakini sasa katika kiutendaji na kusimamia kwamba wagonjwa wanapata huduma. Labda nikupe historia fupi kidogo, mwandishi. Hospitali ya taifa Muhimbili ina miaka zaidi ya 120. Na mwaka huu tunapata bahati ya kusherehekea miaka 120 tangu imeanzishwa. Ni mojawapo ya hospitali kongwe kabisa hapa nchini. Na mtoto wa kwanza wa hospitali ya taifa Muhimbili kutengwa ilikuwa ni hospitali ya Cancer Ocean Road miaka 30 iliyopita. Miaka michache baadaye ikafuata hospitali ya mifupa Moi. Alafu miaka 10 tu iliyopita ndo ikafuata JKCI. Na sasa tunaunganishwa na hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Kwa hiyo unaweza kuona mchango mkubwa wa hospitali hii, na unaweza kuona jinsi gani siwezi kujiondoa moja kwa moja taasisi ya moyo JKCI, bali sasa kuwepo katika kusimamia na kuhakikisha inakwenda vizuri zaidi. Ulivyoingia ofisini ni changamoto zipi kubwa mpya umekutana nazo? Naweza kusema kipindi hichi ambacho mimi naingia ni kipindi cha mabadiliko makubwa. Ninasema binafsi kwamba nimepata bahati ya kuingia hospitali ya Muhimbili katika kipindi cha mabadiliko makubwa. Mabadiliko hayo ni kuweza kuifanya hospitali yetu ikaendelea kufanya kazi kama kawaida wakati tunafanya transformation au mabadiliko makubwa kwenda kwenye ujenzi wa hospitali mpya kubwa na ya kisasa. Kwa hiyo wakati tunaendeleza huduma zetu hapa ndani itakuja kujengwa hospitali kubwa na ya kisasa. Kwa hiyo ni changamoto ambayo nimekutana nayo katika kujiandaa na katika kuongoza ili kundi ili kitu kiende vizuri. Bila shaka tutapata muda sasa wa kuzungumzia huo ujenzi ambao mnatarajia kufanya, ambao ni mipango uliyoikuta ya mtangulizi wako au watangulizi wako, sio? Aliyekutangulia Profesa Mohamed Janabi ambaye kwa bahati alichaguliwa kuwa mkurugenzi wa shirika la afya ulimwenguni kanda ya Afrika, na sasa wewe umechukua nafasi na kuendeleza pale alipoishia. Lakini yeye alikuwa na staili ya uongozi aina yake. Alionekana kuweka nguvu kubwa sana kwenye elimu ya kinga ya magonjwa, kwa maana ya kutoa elimu kuhusiana na lifestyle na vitu kama hivyo. Tunatamani kujua wewe staili yako ya uongozi ni ipi, ama ni vitu gani vipi ambavyo umekuja navyo kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania kwenye masuala ya afya? Kinga imekuwepo siku zote katika matibabu ya kibingwa na kibingwa bobezi. Kama utagundua unachokisikia huko nje kwamba gharama za matibabu ni kubwa na watu wengi hawawezi kumudu hizi gharama. Kwa ili kuepuka hicho ni lazima wote tujikite katika kinga. Kwa hiyo kuna aina mbili jinsi ya kujikita katika kinga. Kuna kwenda mwenyewe kama kiongozi kama alivyokuwa akifanya Profesa Janabi, na aina ambayo mimi nimeenda nayo sasa, utaona wataalamu wetu wengi sana wako kwenye habari. Kujaribu kuifanya hii huduma ya kinga iwe ni jukumu la kila mtu. Kila mgonjwa mmoja ana jukumu la kutoa elimu ya kuzunguka. Kwa hiyo kama utachunguza hivi karibuni tumekuwa na wataalamu wengi sana wanaenda kwenye vyombo vyetu vya habari, wanaojiwa maeneo mbalimbali katika kujaribu kupeleka elimu ya kinga kwa wananchi. Kwa hiyo kwa binafsi nimejikita katika kwenda kwenye kundi kubwa zaidi kwa pamoja na kuhakikisha kwamba tunasambaza elimu ya kinga. Naam. Umesema wazi kabisa kwamba tuna miaka 120 tangu kuanzishwa kwa hospitali hii ya taifa.
na ni wazi kabisa kwamba umepokea hospitali ikiwa katika level fulani ama ikiwa katika hatua fulani ya utoaji huduma. Yes, tunaifahamu kama hospitali ya taifa, lakini kuna hospitali nyingine za mataifa mengine zimejitanabaisha na zimejulikana kwa kutoa huduma za kibingwa na kutoa huduma hata kuvutia watu wa mataifa mbalimbali kuvutiwa na huduma hizo na kutaka kupata huduma, na wengine tunaona wakisafiri kwenda katika hospitali kama hizo. Sitahitaji kuzitaja jina kwa sababu nyingine zinajulikana. Kwa hospitali ya taifa ya Muhimbili, lini tutafikia katika hatua hiyo? Tuko kwenye hiyo hatua. Kama unaweza ukaona uwekezaji mkubwa ambao serikali imewekeza hapa nchini katika sekta ya afya. Na ili kuweza kuiwezesha sasa hospitali ya taifa Muhimbili ikafika katika hiyo level, serikali imeanza kwa kuwekeza katika tunaita afya ya msingi. Ili kuwafanya wale wachache kabisa ambao wanastahili kuja hapa waweze kufika na wapewe hizo huduma sasa ambazo unazilinganisha na zile ambazo zinatafutwa nje ya nchi. Na kama nilivyosema hapo awali, sisi hapa tuna kliniki zaidi ya 127. Tukijaribu na tukiendelea kutibu magonjwa ya aina mbalimbali, ya viungo mbalimbali, matibabu ya kila aina yapo humu ndani. Kitu ambacho huwezi ukakipata katika hospitali zetu hizi zingine. Kwa hiyo tuko katika njia ya kuelekea huko wenzetu walipo. Utaona kuna miundombinu ya kisasa. Utaanza kuona utumiaji wa hospitali yetu na wageni umeongezeka. Sasa ni kitu cha kawaida kabisa ukitoka hapo nje ukakutana na mabalozi ambao wako hapa nchini wanakuja kutibiwa. Ni kitu cha kawaida kabisa ukaingia udini kwetu sasa hivi ukitoka utakutana na Wachina, wa Nigeria, wa Komoro, Msumbiji wamelala katika odi zetu wanatibiwa. Kitu ambacho hakikuwepo hapo mwanzo. Lakini pia tuna uwekezaji mkubwa katika teknolojia. Tuna vifaa tiba vya kisasa kabisa kwenye CT scan, MRI, mammograph na vifaa vya maabara ambavyo vinagundua vitu vya kibingwa na kibingwa bobezi. Lakini cha muhimu kabisa, hospitali ya taifa Muhimbili inahusika na tafiti pamoja na kukuza wanataaluma. Na katika tafiti ndicho ambacho kinafanya hospitali ifanane na hizo unazoziona huko nje. Na kwa nini sasa utaniuliza Tanzania? Kwa Afrika, nchi ambayo imeweza kusonga mbele kidogo ni South Africa. Alafu tafuatiwa na Nairobi kidogo. Alafu Nigeria. Lakini kule kote ni hospitali za private. Inayoitengamanisha Tanzania, uwekezaji wa sekta ya afya upo kwenye public hospital. Kitu ambacho kinafanya watu wengi wa mataifa ya Kiafrika waweze kumudu gharama za matibabu. Kwa wao ni rahisi mtu wa Msumbiji, Zambia kuja hapa kwa sababu gharama ni nafuu kuliko kwenda kwingine. Naam daktari, na mkumbusha tu mtazamaji wetu kwamba bado tuko hapa na Dr. Delilah Kimambo ambaye ni mkurugenzi wa hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili, tukiuliza maswala kadhaa kuhusiana na uongozi wake, lakini pia kuhusiana na yale ambayo wanayafanya katika hospitali hii, na vile vile changamoto ambazo wananchi ama watu ambao wamekuwa wakija kupata huduma hapa wamekuwa wakiziona. Kwa hiyo bila shaka yote tutapata majibu kutoka kwa mkurugenzi, lakini namna ambavyo chini ya uongozi wake wanashughulikia changamoto hizo. Na bila shaka nafahamu kwamba unatamani kujua ni kwa muda gani itachukua kwa hizo changamoto kufanyiwa ufumbuzi. Lakini pia hapa tumetoka kuzungumza kuhusu namna ambavyo hospitali inapanua wigo wa huduma zake na sasa kutoa huduma sio tu ndani ya Tanzania, lakini pia kutoa huduma katika mataifa mengine, kwenda kufanya huduma ya tiba utalii katika mataifa mengine, na vile vile kuvutia wananchi wa mataifa mengine ya Afrika na hata nje ya Afrika kuja katika hospitali ya taifa ya Muhimbili kuja kupata huduma mbalimbali ambazo zinatolewa hapo. Na katika mwendelezo hapo daktari, ukiacha sasa hapa huduma ambazo tunazitoa hapa Tanzania, ni nchi zipi ambazo tumeanza kutoa huduma huko? Tumeanza kutoa huduma kwa humu ndani kama nilivyokuambia, kwa wananchi wanaotoka Komoro wanatumia sana huduma hizi, Msumbiji, Kongo, DRC. Juzi tulikuwa na wataalamu wetu ambao walikwenda Afrika ya Kati kuweza kuona jinsi gani tutaweza kuwasaidia wakue katika sekta ya afya, tukishirikiana na shirika la afya duniani. Maeneo yale ya Central Africa yalikuwa na vita kwa muda mrefu, kwa hiyo huduma za afya ziko chini sana. Kwa
Kwa hiyo ni kundi ambalo liko karibuni sisi ambalo tunafanya nalo kazi. Lakini hivi karibuni kama mtakuwa mlisikia, tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2025 visiwa vya Komoro walikuwa wanasherehekea miaka 50 ya uhuru wao, na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwepo pale, na katika maongezi yale tunayosema ya government to government ilionekana kuna uhitaji mkubwa sana wa matibabu ya kibingwa na kibingwa bobezi nchini Komoro. Nchi ya Komoro kama nchi nyingine za Afrika bado tuna zile tabia za kwenda kutibiwa nje ambazo umezisema, ambazo baadhi yetu kwetu sisi zipo, lakini utaanza kuona zinapungua kwa kiwango kikubwa kutokana na uwekezaji. Kwa hiyo ilikubaliwa kwamba tuende tukaweke nguvu pale katika tiba, madaktari bingwa na mabingwa bobezi, na sasa tumejiandaa, na serikali ya Komoro iliamua kwamba madaktari hawa bingwa ambao wanatoka katika hospitali 6 tofauti tofauti ikiwepo Muhimbili tuende katika visiwa vya Anjuani. Kwa hiyo pale tutakwenda kutoa huduma, lakini pia tutaweza kuunganisha huduma za tiba na utalii. Tiba na utalii ni vitu ambavyo vinaenda pamoja, kwa sababu tunaamini unapokuja kutibiwa uhitaji kuishia kwenye majengo yetu. Unahitaji kwenda kuangalia vivutio vyetu, ndipo tiba inapokamilika. Yeah. Na hiyo itakuwa lini na itachukua muda gani? Wataalamu wetu wataanza kuondoka kuanzia tarehe 1. Na watakuwepo kule kwa muda wa wiki 2. Kutakuwa na matukio tofauti tofauti na mabingwa tofauti ambao wameenda kutoka hospitali ya taifa, na sisi kama hospitali ya taifa tunapeleka mabingwa waliojikita katika magonjwa ya kina mama, katika magonjwa yanayosumbua mfumo wa mkojo, katika matatizo ya uzazi, na katika kuangalia magonjwa ya figo. Hizo ni huduma za kibingwa bobezi ambazo tutazitoa pale Komoro. Na tukitegemea tukiwaona wagonjwa wengi, pia tutakuwa na mazungumzo na madaktari katika kuwajengea uwezo, lakini kuona jinsi gani tunavyoweza kushirikiana. Wale wagonjwa badala ya kuwapeleka Komoro wanawapeleka sana Ufaransa, wawe wanakuja sasa kutibiwa katika hospitali yetu ya taifa Muhimbili. Na hiyo kwa vyovyote haitaathiri utoaji huduma hapa ndani, kwa maana ya kwamba mnapeleka sasa wa madaktari bingwa na bingwa wa bobezi kwa kipindi cha hizo wiki 2. Hizo nafasi zao nani anakava? Madaktari bingwa na bingwa bobezi, mojawapo ya kazi ya hospitali ya taifa Muhimbili ni hiyo. Elimu kama ulivyozungumza, alivyopita mtangulizi wangu alikuwa amejikita katika kinga, hiyo ni kazi ya hospitali ya taifa. Lakini kusambaza huduma za kibingwa na kibingwa bobezi ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo ndani ya nchi, kama utakuwa umesikia, kuna ile kambi inaitwa ya Dr. Samia Suluhu Hassan tiba mkoba. Kwa hiyo madaktari wetu huwa wanatoka wanaenda huko. Nje ya nchi ni kama unavyosikia sasa tunakwenda Komoro, na hii haiathiri upatikanaji wa huduma hapa katika hospitali. Kwa hiyo tunapowezeshwa kuweza kutoa huduma hizi, tuna wataalamu wa kutosha kufanya hivyo. Yeah. Mtazamo wako ni upi daktari katika uendeshaji wa hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili? Inaendeshwa kama taasisi ya kibiashara ama taasisi tu ya kutoa huduma? Sisi hapa ni taasisi ya kutoa huduma. Kwa sababu sisi tunasema ni public institution. Na public institution zote zinaendeshwa kwa kodi za wananchi. Kwa hiyo naamini utakuwa unasikia wanasema Muhimbili ni gharama kubwa, kutibiwa gharama ni kubwa sana, alafu inatufanya tuonekane kama tunakwenda kwenye biashara. Hapana. Matibabu ya magonjwa ya kibingwa na kibingwa bobezi ni gharama. Ndio maana utaona sasa serikali inapoelekea hapa mbeleni inaahidi kuweka uwepo wa bima ya afya kwa wote, uwepo wa kushughulikia matibabu ya magonjwa ya figo, saratani, pamoja na magonjwa ya kisukari. Yanapewa kipaumbele kwa sababu ni gharama kubwa, na bila kuyawetengea fungu haiwezekani tukatoka. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vinaenda pamoja, na sisi hatujiendeshi kibiashara, ila tunatoa huduma. Mnapo tanua wigo wa kutoa huduma katika mataifa mengine, hamuoni kwamba mnahitaji kushindana kibiashara, kwa sababu kule pia na kwenyewe kuna hospitali nyingine za kimataifa ambazo zinatoa huduma? Hamuhitaji kushindana na hospitali hizo? Kama utakuwa umenielewa vizuri, wahitaji wa hospitali za public hospital na hospitali za private kuna tofauti. Wale ambao wanakwenda kwenye zile ambazo ziko sasa hivi ni wale ambao wanaweza kulipia kwa 100% kwa kiwango fulani. Na kama ilivyo Tanzania, tunafahamu kuna watu ambao wanaweza kujipeleka India wenyewe, si ndio?
lakini kuna watu ambao serikali ilikuwa inachukua gharama, inabeba, inaenda kuwalipia kule. Na hii inafanana kabisa na Msumbiji, Msumbiji ambao ni Mozambiki, Komoro, Nigeria na DRC Congo. Wapo wananchi ambao hawawezi kuvuka kwenda kutibiwa mahali pengine, lakini wakivuka within the region, tunasema ni region to region, wanaweza wakaja hapa kwa sababu huduma ya kwetu sisi inapatikanika kwa pungufu ya 50% mpaka 70% ukilinganisha na iwapo wataamua kupanda ndege kwenda India. Kwa hiyo bado wapo watafika, lakini katika ushindani wa ubora wa ubingwa, tukitambua kwamba Tanzania ni kitivo cha utalii, tunapokea watalii wanaoenda kupanda mlima Kilimanjaro, wanakwenda kwenye mbuga zetu. Kwa hiyo tunajikita katika kuhakikisha kwamba hospitali za kisasa zinajengwa na zina miti ile tunayosema ni ithibati ya kimataifa, ili sasa ziweze kuwa na cross, kuwapata wale ambao wanaweza kulipa kidogo na wale ambao wanaweza kulipa zaidi. Na tunatamani kujua kwa nini Komoro waliamua kuichagua Tanzania over nchi nyingine zote ambazo zinatuzunguka? Nafikiri kwenda Komoro kuja hapa ni masaa 2 kwa ndege, na wao wamekuwa wakisafiri mbali sana. Ugonjwa wao wanatibiwa Ufaransa. Kwa hiyo hapa ni karibu, tuna ndege zetu ambazo zinatua pale, lakini pia kama nilivyosema hapo awali kuna kitu tunaita ni government to government au G to G. Makubaliano ya kiserikali kwamba tunaweza kusaidiana katika hili. Kwa hiyo kuna diplomasia iko hapo, lakini kuna ukanda huko hapo, na kuna huduma ambazo zinapatikanika karibu na kwa nafuu zaidi, ambako wanaweza wakawatimizia wananchi wao wengi zaidi kuliko wakisema wanapowapeleka huko wanakowapeleka sasa. Sawa, wakati wa mazungumzo yetu tuligusia kuhusiana na vitu ambavyo vinafanyika kuboresha huduma, ukagusia pia swala la miundombinu. Tulisikia kabisa kwamba kuna mpango wa rebuild, kujenga upya hospitali ya taifa ya Muhimbili. Nini hasa kinakwenda kufanyika? Kinachokwenda kufanyika ni ndugu mtangazaji, tutakuwa na hospitali kubwa na ya kisasa. Nadhani unafahamu Muhimbili na hospitali moja tayari kubwa na ya kisasa. Nadhani utakuwa umeshafika Mloganzila. Kwa hiyo mfanano wa ule Mloganzila sasa unakuja kupatikana hapa Upanga. Lakini tofauti yake hii itakuwa ni kubwa zaidi, na hapa ndani sasa tutakuwa na uwezo wa kuwa na vitanda 1775. Lakini pia tutakuwa na ambapo kwa sasa viko vingapi? Sasa tuna 1400 kwa hapa. Yeah. Kwa hiyo vitaongezeka idadi kadhaa ya vitanda ili kuweza kukizi mahitaji ya kibingwa na kibingwa bobezi. Lakini mradi huu pia unakuja na uwekezaji mkubwa wa vifaa tiba ambavyo vimejikita katika teknolojia ya kisasa. Na kama utakavyokuwa umeielewa, dira yetu ya mwaka 2025 inajikita katika teknolojia. Kwa hiyo ili uweze kuingia kwenye teknolojia katika sekta ya afya na hospitali kubwa ambayo ni kubwa kabisa hapa nchini, lazima nayo iwe ya kisasa. Tunamaanisha dira ya taifa ya 2050. Yes, dira ya taifa ya 2050 inajikita katika ukuzaji wa teknolojia na maisha bora zaidi. Kwa hiyo hiyo pia ipo kwenye sekta ya afya. Okay. Kwa hiyo hii kama hospitali ya taifa imejengwa miaka 120 iliyopita. Kwa jinsi ilivyo haiwezi kuendana na ile dira, ndipo maana serikali iliamua kuingia kwenye huu uwekezaji mkubwa sana. Ni zaidi ya shilingi za Kitanzania trilioni 1.2 kuweza kujenga Muhimbili upya. Na sasa tuko kwenye mchakato wa kuanza huo mradi. Itajengwa kwa mfululizo wa miaka 6. Okay. Kwa tunategemea kwenye mwaka 2031 iwe imeisha, ambayo inaanza mwaka huu. Yes, sasa tunaanza kwenye zile taratibu za manunuzi na kuweza kupisha eneo la kujengwa, kwa sababu itajengwa humu ndani lakini bila kuathiri utoaji wa huduma ambazo zipo sasa. Kuna majengo ambayo mtayabomoa? Kuna baadhi ya majengo machache ambayo kama nilivyosema hapo zamani ni machakavu, yameshaishi zaidi ya miaka 120, hayawezekaniki kutumika tena wala kuendana na teknolojia inayokuja. Hayo ni machache sana, lakini sio majengo ambayo yanahusika moja kwa moja na huduma za wagonjwa. Ni majengo ambayo yalikuwa yanasapoti huduma za wagonjwa. Kwa hiyo kwa kipindi hichi cha mpito tutahamisha zile huduma ambazo ni ndogo sana zinazofanyika hapa, na mengine yalikuwa yamebaki hayatumiki, alafu yatatoka, yatapisha ujenzi wa hospitali mpya. Katika uchakavu wa miundombinu kuna baadhi ya sehemu za kulaza wagonjwa ambazo zinaonekana miundombinu yake ni chakavu. Kwa mfano baadhi ya wards kama vile Mwaisela zinaonekana zimechoka, na zenyewe ziko katika mpango wa kujengwa upya ama zile zitasalia kama zilivyo?
Kwa jinsi zinavyoonekana sasa hivi, kama ulivyoniuliza umekutana na changamoto gani ulipofika hapa, nikakwambia nimekutana na changamoto ya kufanya kilichopo sasa hivi kiendelee kuwa bora kwa miaka 6, lakini pia kujenga hospitali mpya. Kwa hiyo hayo unayoyaona machakavu bado yako na yenyewe kwenye utaratibu wetu, tunayarekebisha ili yaweze kutumika kwa miaka hii 6 inayokuja na kuyafanya yawe bora. Lakini hayatabomolewa kwa sababu nadhani unafahamu hospitali ya taifa Muhimbili imeanza na mtu anaitwa Sewa Haji. Kwa Sewa Haji ndiye aliyewekeza uwekezaji wa kwanza kabisa katika hospitali ambayo baadaye ilikuja kuwa ya taifa. Kwa hiyo hayo ni majengo ya kihistoria. Kwa hiyo unakuta mengine yatabaki kwa sababu ya kutunza historia. Mtahusisha wakandarasi ama watu wa aina gani katika kufanya project hizo, kwa sababu kumekuwa na mijadala kwamba project nyingi ambazo zinatolewa za taasisi mbalimbali za serikali zinatolewa kwa kampuni za kigeni? Kama niweke wazi kwamba hii ni ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na Korea. Kwa hiyo wawekezaji kama ilivyojengwa hospitali yetu ya taifa campus ya Mloganzila ilijengwa na serikali ya watu wa Korea. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ushirikiano huu wa hizi serikali mbili unakuja sasa kutupatia hospitali ya taifa Muhimbili. Kwa hiyo si kwamba tunakuwa hatuwezi kusema kwamba hakuna wawekezaji wa ndani, tunapata ule usimamizi ili kuweza kupata kitu ambacho ni bora zaidi na kinakidhi viwango vya kimataifa. Sasa katika kipindi hicho, kwa sababu tumeona miradi mingi ambayo inatengenezwa, kuna wakati mnaweza mkawa mmeplan kwamba inaweza kaisha muda fulani lakini ikachukua muda mrefu zaidi. Mna mpango gani ikiwa kama ujenzi huo utachukua muda mrefu zaidi ya huu ambao mmepanga? Tunachojipanga ni kwamba isizidi. Hatujipangi ichelewe. Na iwapo huko tunakoenda itaonekana kuna changamoto, basi inapotokea ndivyo ambavyo tutapambana nayo. Lakini sasa tunajipanga kwamba mradi huu usiwe wa muda mrefu, kwa sababu kama utakuwa umenielewa vizuri na ingiliana na changamoto kwamba kuna hospitali ambayo inarani alafu kuna hospitali ambayo inajengwa. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kazi yetu na uongozi wa hospitali ya taifa Muhimbili sasa hivi tunasimamia kwamba huu muda uliowekwa kwa ajili ya ujenzi kweli uwe huo na usizidi. Naam, bado tuna mengi ya kusikia kutoka kwako daktari, na tutaendelea hapa kwa dakika kama 10-15 hivi ambazo zimesalia, ila kwa sasa tupishe matangazo kwa wadhamini wetu kule studio, alafu kisha tutaendelea. Richard pamoja na Hilda tuko hapa bado na Dr. Delilah Kimambo ambaye ni mkurugenzi wa hospitali ya taifa Muhimbili. Karibu tena kwenye matangazo yetu. Tunaendelea tukiwa hapa hospitali ya taifa ya Muhimbili na tumekaribishwa na mkurugenzi wa hospitali hii Dr. Delilah Kimambo, na tunaendelea. Dr. tumezungumza mengi kuhusiana na upande wa maboresho ya miundombinu, lakini mpango wenu ni upi kuhusu vifaa tiba na upatikanaji wa dawa? Kwa sasa hospitali yetu ya taifa Muhimbili upatikanaji wa dawa ni 95% mpaka 98%. Na hii inatokana na kwamba tunazozikosa chache. Kama unafahamu, viwanda vingi vya dawa havipo hapa nchini. Kwa hiyo kuna mwananchi mmoja au wawili ambaye atakuwa ameskip kwenye hizo 1% chache ambazo tunakuwa tunakosa dawa, lakini kiuhalisia tunahakikisha kila anayehitaji dawa anapatiwa. Na niweke wazi kwako na kwa wananchi kwamba kuna huduma za kibingwa na kibingwa bobezi. Na mara nyingine hospitali zetu hizi za kibingwa na kibingwa bobezi zinaenda extra mile kuhakikisha hata kama ni Mtanzania mmoja anapata huduma. Vifaa tiba vinapatikana. Nitakupa mfano. Jana tulikuwa tunasherehekea kuweza kupandikiza vifaa vya usikivu kwa watoto 103. Ni success ambayo kwa kweli binafsi
kama kiongozi na kama mzazi imenitia moyo kuona uwekezaji uliowekezwa kwenye vifaa tiba. Ukirudi nyuma ukiangalia uwekezaji waweza kuwasaidia hao watoto 103 ni mkubwa kuliko ambavyo unaweza kufikiria. Kwa sababu hauko kwenye madaktari peke yake, uko kwenye madaktari wanaowahudumia, wanaowapa dawa za usingizi. Ukishawekewa kifaa cha kusikia sio maana kwamba utakuwa unaweza kusikia hapo hapo. Kuna mtu anatakiwa akae na wewe akufundishe kuongea. Kwa hiyo wanawafundisha kuongea, na ilikuwa ni furaha kuona wale watoto wanaanza kuongea, wanarudi shule, na sasa tuna mmoja ambaye amefika form 2. Lakini kama isingekuwa uwekezaji, ina maana huyo mtoto angekuwa ni bubu, angekuwa ni kiziwi. Kwa hiyo tunapozungumza uwekezaji wa vifaa tiba hapa, jamani, kweli uwekezaji upo na umewekwa, na sio katika vile vitu vikubwa unavyoweza kuvipata kila mahali. Hata vile vinavyogusa kundi la watu wachache sana kama hao watoto ambao wanazaliwa wasioweza kusikia. Idadi ya watoto wanaozaliwa na kukosa uwezo wa kusikia ni kati ya watoto 1000, katika watoto 1000 wawili watakuwa hawasikii. Na wewe hutawajua, ila ukienda kwenye hizi shule tunazoita maalum pale ziko hapa Uhuru, utakuta wanaanza kufundishwa sasa zile saini, lakini ni wale ambao walipotea, hawakupata bahati. Lakini tukija kwenye vifaa vya maabara, tuna maabara yetu ambayo inaweza kutunza sampuli kwa muda mrefu zaidi, ambayo inatumika kwa tafiti. Tuna maabara ambayo inaweza ikatoa chembe na kutunza na kupandikiza, tunasema tunapandikiza uloto. Tuna maabara ambayo inaweza ikagundua vifaa na matibabu ya figo kwa yule anayetoa, anachangia figo, na yule ambaye anapokea figo. Tuna uwekezaji katika vyumba vya wagonjwa mahututi, na uwekezaji ni mkubwa sana uliowekezwa katika vifaa tiba. Lakini pia sio viwepo, kuvimaintain na kuhakikisha vinaendelea kuwepo. Ni katika hayo ya maabara na masuala ya tiba kwa ujumla, ni huduma zipi ambazo bado hatujafikia uwezo wa kuzitoa na tunatamani ama iko kwenye mpango wako kwamba baada ya muda fulani tuna uwezo wa kutoa huduma hizo? Kama nilivyosema hapo awali, huduma za matibabu zina aina mbili. Kuna zile ambazo hazipo kabisa, ambazo ndo tumeanza kuzizungumzia kama upandikizaji wa figo, upandikizaji wa ini, upandikizaji wa uwezo wa hichi kikone ili watu wakipoteza macho waweze kuona tena, upandikizaji wa vifaa vya usikivu, zote hizo zipo. Sasa kuna aina ya jinsi unavyovifanya. Kwa mfano, zamani ukipata nadhani unafahamu kitu wanaita hernia. Unakuwa ni sehemu ambayo imefunguka kwenye mwili. Zamani tulikuwa tunachukua, tunapasua, upasuaji mrefu kabisa ili tuweze kufungua lile eneo, alafu tushone na mtu anabaki na alama kubwa kabisa. Lakini sasa kuna teknolojia ambako tunaingia na tundu dogo tu pale panazibwa na uwezo kuona kama kuna kitu kilichopita. Kwa hiyo huduma za kibingwa bobezi ziko za aina mbili. Kuna ile ambayo ilikuwa haifanyiki kabisa, na kuna ile iliyoboreshwa na kutumia muda mfupi ili mgonjwa asikae wodini kwa muda mrefu. Zamani watu waliokuwa wakipata changamoto ya saratani walikuwa wakija kupata zile dawa na mionzi, wanakaa huku wiki nzima, ndugu wanakuwa wakiwahudumia. Lakini sasa tunazitoa kwa siku. Tuna day care chemo, tuna day care surgery, yani unakuja unafanyiwa asubuhi, jioni unarudi nyumbani. Kwa hiyo maboresho ya huduma za kibingwa bobezi yapo katika vile vitu vilivyokuwa vinafanyika zamani, lakini sasa vinafanyika kwa njia rahisi zaidi, na vile ambavyo ni vipya ambavyo ndo tunaendelea kuvi-introduce ambavyo nimeshavisema sasa kama tuna cover vyote. Okay. Yeah. Swala lingine katika kutoa huduma kwa wagonjwa, kumekuwa na hali ambayo inaonekana kwamba katika hospitali ya taifa ya Muhimbili wanakuja wagonjwa wengi sana. Kiasi kwamba inaonekana sasa kuna wakati mnazidiwa. Yani kiufupi wanasema kwamba kuna msongamano mkubwa sana wa wagonjwa. Labda tuanzie kwa kujua sababu. Kwa nini inaonekana hivyo? Labda ungepita kwenye maeneo yetu, hatuoni huo msongamano. Tunatambua kwamba ni hospitali ambayo ni tegemeo la kila mwananchi hapa nchini. Kwa hiyo ingekuwa kuna msongamano ambao unaufikiria, ungeona serikali yetu inajenga hospitali ya vitanda 3000, 4000, kwa sababu si wanaokuja huku ni wengi. Lakini utaona idadi iliyoongezeka imetoka 1400 imeongezeka 300 tu baada ya miaka 120. Kwa hiyo sio msongamano ambavyo unavyoelezea. Zamani
kila mtu alifikiri kwamba ataweza kupata matibabu hospitali ya taifa Muhimbili. Sasa kumeboreshwa huko chini. Kwa hiyo wale ambao hawahitaji zile za kibingwa na kibingwa bobezi wanaishia huko. Kwa hiyo hospitali za kanda na kikanda zinatoa huduma zile ambazo ni za kibingwa sio bobezi, kwa hiyo hawafiki huko. Kwa daktari, unaridhika kwamba capacity, uwezo wa hospitali ya taifa ya Muhimbili dhidi ya idadi ya wagonjwa wanaokuja kupata huduma tukiweka kwenye mizania ziko sawa? Yeah. Tunaangalia idadi ya vitanda ambavyo tunavitumia kila siku, hatuna mgonjwa anayelala chini. Kila mtu anayefika anapata kitanda. Tunaangalia anayeenda kutumwa kufanya CT scan, MRI, ultrasound, kwa siku labda wametumwa 200, tunaangalia wangapi wamebaki hawakuweza kuhudumiwa siku hiyo na kwa nini hawakuweza kuhudumiwa siku hiyo. Then ndio unaweza kusema kwamba watu wamejaa, lakini wakitimia na wakaweza kupata huduma, tunasonga mbele na tunaendelea kuwahudumia. Wakizidi tunaona kwamba ile huduma ghafla imeongezeka na inahitaji kwenda ndani ya masaa 24. Kwa hiyo utaona kwenye section yetu ya radiolojia, zamani tulikuwa tunafanya CT scan, MRI kwa masaa 24, lakini sasa tunalazimika kuifungua ndani ya masaa 24. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu hatuhudumii tu dharura inayokuja mchana. Sisi tuna dharura ambazo zinakuja usiku. Na tofauti na hospitali nyingine zozote, sisi tuna theater hapa, kitengo chetu cha emergency. Lakini pia ni hospitali pekee hapa Dar es Salaam ambako ina emergency ambayo inahudumia watoto. Kwa tunajikita hivyo ili kupunguza hizo congestion. Lakini nikirudi kwenye swali lako ulilosema kwamba kuna huduma gani ambazo hatuzifanyi bado. Tuna wagonjwa ambao wanapata changamoto ya kiharusi. Nadhani utakuwa umesikia stroke. Tunashukuru tuna uwekezaji mkubwa sana hapa kwa kuweza kuwahudumia ndani ya masaa 24 na wasibaki na ile paralysis. Changamoto yetu inakuja sasa jinsi gani wanafika kwa muda ili waweze kupata huduma. Kwa hiyo ukitusaidia ukitusaidia na vyombo vya habari kutangaza kwamba unapopata dalili za kiharusi ufike mapema, tukuhudumie mapema ili usibaki. Yes, ili usibaki. Tunaendelea kuelimisha jamii ili usibaki na ile permanent disability. Ni kitu ambacho tunatamani sasa kianze kutokea na kitokee kwa nguvu, kwa sababu mojawapo ya wagonjwa ambao wanakaa hospitali muda mrefu sana na kuleta hiyo changamoto ni hao waliopata kiharusi. Na vipi kuhusiana na idadi ya wataalamu walionao na idadi ya watu ambao wanakuja kupata huduma? Katika uwekezaji kama nilivyosema, uwekezaji wa wataalamu ni kitu ambacho ni endelevu. Ndio maana mojawapo ya hospitali hii lengo ni huduma, tafiti na mafunzo. Na tunatoa mafunzo kwa sababu pamoja na kwamba una wataalamu, lakini pia huwa wanastaafu. Wanaacha, na wengine wanahama, na wengine wanaondoka katika mazingira. Kwa hiyo ili katika kuhakikisha una balance, bado tunaendelea kufanya mafunzo. Na kila mwaka tuna idadi kubwa ya wataalamu ambao wanaenda kwenye mafunzo ili kuhakikisha kuna hichi kitu kinaendelea na hakifi. Sawa. Katika kuendeleza kutoa huduma, tunatamani kuwa na jamii ambayo ina afya bora, na jamii ambayo kila mtu ana uwezo wa kujihudumia matibabu yake. Lakini inaelezwa kwamba sasa, mkurugenzi atatuthibitishia kwamba kuna idadi kubwa ya watu ambao wanakuja kutibiwa hapa, baada ya kupata matibabu wanashindwa kumudu gharama, na hivyo sasa hospitali inakuwa hamna namna, na inabidi sasa tumuachie, muarelease kwa ile wanasema mercy, kwa huruma yenu. Sasa katika hilo, kama ni kweli kwa vyovyote vile inaleta mzigo katika uendeshaji wa hospitali? Tunafahamu mote hii ni hospitali ya public. Na kimoja ambacho nikiweka wazi, ukisha kuwa hospitali ya wananchi ambao inajengwa kwa kodi za wananchi, ambako serikali inaweka uwekezaji, sisi hatuendi kununua vifaa tiba kama anavyonunua Aga Khan au Shifaa. Wale wanatafuta hela zao wananunua, kwa hiyo lazima kuwe na profit. Sisi serikali inakuja kuvinunua, inaviweka. Kwa hiyo ikiviweka, ina jukumu la vile vifaa vitumike kuwahudumia wananchi. Tunafahamu kabisa sustainability na gharama za kibingwa na kibingwa bobezi ni gharama kubwa. Kwa hiyo bahati mbaya wanaokuwa wanaumwa wengi ni wale wasioweza kulipia. Kwa hiyo sasa tuna balance vipi? Ndio maana unaona tunaongeza kliniki za wale ambao wanaweza kulipia, tunatenga alipe kidogo ili amsaidie huyu asiyeweza kulipa. Lakini pia tunafanya kazi na wadau wengi sana ambao wanakuja
kuchangia gharama za wale watu ambao hawawezi kugharamia matibabu yao. Lakini sasa serikali kwa kutambua hilo, ndio maana imekuja na universal health coverage, bima ya afya kwa wote. Tunapochangia wote haimaanishi wote tutaumwa. Watakaoumwa wachache ndio watakao tumia ile gharama, na tutaondoa sasa hichi unachokisema mzigo mkubwa wa watu ambao hawawezi kulipia. Sasa katika hilo ambalo bila shaka tunaamini litasaidia, hilo la Watanzania wote kuwa na bima ya afya, inaelezwa kwamba mpaka sasa hivi Watanzania ambao wana bima ya afya ni chini ya 25%, na kwa sababu imekuwa ni ndoto ya muda mrefu tangu wakati wa Rais Ben Mkapa ambaye alianzisha mfumo wa bima ya afya, kwamba ifikie wakati kila Mtanzania awe na bima ya afya. Na sasa hivi ni mjadala ambao unaendelea, na kimsingi daktari, ni mjadala ambao unahusisha wadau wote, Watanzania wote na wadau muhimu, ikiwemo pia Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Nyie mchango wenu katika kufikia ndoto hiyo ni upi? Kila tunapoenda kutoa huduma katika maeneo mbalimbali, tunapopata nafasi kama hii ya kuongea na wananchi kwa kutumia vyombo vya habari, tunapokutana na watu mbalimbali, tumeendelea kuhamasisha wananchi kujiunga na mfuko wa bima ya afya kwa wote, pale ambako utazinduliwa na kutoa maelekezo sasa uanze kutumika, kwa sababu tunasubiri hicho kitu bado hakijaanza. Kinapoanza na elimu iliyotolewa, tunaamini kwamba watu kama uliwahi kuwa na mgonjwa, ukiambiwa ujiunge kwenye bima ya afya utaelewa. Lakini pia tunafahamu serikali itakuja na mpango ambao kwa wale ambao hawawezi kabisa, jinsi gani wanaweza wakapatiwa na wakaendelea kupata hiyo huduma. Kwa hiyo kuelimisha ni kitu ambacho tunatakiwa kuendelea sana. Ndio maana unaona bima yetu kuanzia ameanza Benjamin Mkapa ina 25% tu. Kwa hiyo bado tuna jukumu la kuelimisha wananchi wajiunge na bima ya afya. Na tunaamini huko tunakoelekea elimu hii itakuwa imesambaa kwa wengi, kama ambavyo tunatoa elimu ya kinga, ili kuweza kuboresha zaidi huduma za matibabu ya afya nchini. Sasa kuwa na bima ya afya ni jambo zuri, lakini kuwa na jamii isiyokuwa na watu wanaoumwa ni jambo zuri zaidi. Na tukiangalia sasa hivi, hata ukisikiliza wataalamu wenu wanaokuja kwenye vyombo vya habari, wanasema kuna ongezeko la magonjwa, hasa NCDs, magonjwa yasiyo kuambukiza. Na ni wazi kwamba ongezeko hili mzigo unarudi kwenu, watu wa huduma za afya. Sasa mnaweka uwekezaji gani kwenye kinga ya maradhi, hasa haya yasiyokuwa ya kuambukiza, ambayo inaonyesha kwamba trend ya ukuaji wake inakwenda kwa kasi? Kinga ni swala la kimkakati katika Wizara ya Afya, na kama utagundua halifanywi peke yake na sisi ambao tuko kwenye tiba. Sisi tunafanya sehemu ndogo sana, kwa sababu lengo letu la kuanzishwa ni tiba, sio kinga. Wizara ya Afya ina kitengo cha kinga na kurugenzi ya kinga, ambayo kazi yake ni kuzuia vitu vyote visitokee. Na pale tuna dawati la magonjwa yasiyo ya kuambukiza, na wao wameendelea kutoa elimu kwa umma na kwa wananchi kwa njia mbalimbali kuhusiana na masuala ya kinga. Na tunapozungumza magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanaanza mbali, kuanzia chakula kinapoandaliwa, kinapolishwa. Kwa hiyo kuna kundi la lishe ambalo wanahangaika huko kuhakikisha lishe inakuwa lishe bora. Kuna watu ambao wanaandaa miongozo ya vyakula vyetu, ambao tunasema sasa ule chakula gani. Tunafanya kazi na mashirika mbalimbali ambayo yanaandaa hiyo miongozo, nayo inaenda kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa sasa wapate chakula vipi. Tuna kundi la michezo ambako wanahakikisha watu wote lazima wa participate kwenye michezo, kuwa active kuanzia wakiwa shule, ili kupunguza ile unnecessary weight. Na sisi tunachokiona huku, japokuwa tunakisema kinaongezeka, lakini kinakuwa sasa ni asilimia ndogo. Hivyo visingekuwa vinatokea, ina maana huku tungekuwa tumejaa zaidi. Naam daktari, tunakushukuru sana, na kwa kweli tumepata majibu ya maswali mengi ambayo tulikuwa nayo. Na kwa kumalizia, tumeona sasa mmeintroduce ili swala la hii program ya tiba utalii, na mnakwenda Komoro, na bila shaka mtakwenda katika nchi nyingine. Lakini kwa ujumla unalipi la kuambia Watanzania, na hasa kipi watarajie kutoka kwa uongozi wenu ambao ndio umeingia madarakani hivi karibuni? Kwa kweli Watanzania waendelee kutarajia ubora wa huduma, uwepo wa miundombinu ya kisasa, kuendelea kuwepo wataalamu wa kibingwa na kibingwa bobezi kwa ajili ya matatizo yote ambayo yanakuwepo, uwepo wa gharama nafuu pale tunapoanzisha bima yetu ya afya, lakini pia na kukuza teknolojia. Wasikae zaidi hospitali, waweze kuhudumiwa vizuri na kwa muda mfupi na kwa teknolojia ya kisasa. Tunakushukuru sana daktari. Asante sana kwa kutukaribisha. Wakati napita nimeona pale kwenye picha za wakurugenzi waliopita wa
Muhimbili. Nafikiri for the first time naona mwanamke anakuwa katika nafasi ya juu ya kuongoza hospitali. Hongera sana. Asante sana. Na kwa ufupi sana, unajua wakati watu wanakutazama hivi, kuna mabinti ambao wengine wako shule, wengine wanasoma udaktari, wengine wana ndoto za kuwa madaktari. Unalipi la kuambia wakikuangalia hivi? It's inspiring, isn't it? Yeah. I hope they're inspired. Unalipi la kuambia kwa ufupi? Naambia kwamba nchi yetu na kuboreshwa kwa nchi yetu kunatokana na sisi wenyewe binafsi. Yeah. Kwa hiyo tuendelee kuwa na mapenzi mema kwa nchi yetu pale tunapoendelea kujitahidi katika kusoma, katika kuwa na kada ambazo tunatarajia kuwa nazo. Hazitatokea kurudisha mapenzi kwa wananchi kama sisi tutakuwa hatuipendi nchi yetu, na haiwezi kubadilika kama hatutaipenda wenyewe. Jinsi tunavyoipenda wenyewe ndivyo ambavyo itaboreka na ndivyo ambavyo itakuwa nzuri zaidi, na tutaweka lile neno ambalo tunasema mama Tanzania. Yani iwe katika ubora, lakini na ubora unatokana na mapenzi mema ya utaifa kwanza. Nakushukuru sana. Asante sana daktari. Shukrani sana kwa kutukaribisha. Asante sana pia kwa kujibu maswali yetu. Karibu sana. Na ni Dr. Delilah Kimambo ambaye ni mkurugenzi wa Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, ambaye ametupa kama dakika 40-45 hivi, japo tulikusudia nusu saa, lakini mambo yakanoga zaidi. Tunakamilisha hivyo na turejeshe matangazo yetu studio Tabata, Dar es Salaam. Asante sana, good luck Paul. Tumepata mengi, tumefahamu mengi, ikiwa ni miaka 120 tangu kuanzishwa kwa Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, na tumefahamu historia mambo mengi kumhusu Dr. Delilah Kimambo. Asante sana. Sasa Hilda, unajua hii ni hospitali ambayo nchi inajivunia sana. Muona hapo good luck amemuuliza pia Dr. Delilah kuhusiana na yeye kuwa ndiye mkurugenzi mtendaji wa kwanza mwanamke wa hospitali hii ya taifa. Ni jambo kubwa ambalo pia linaendelea kutoa hamasa kwa vijana wengine ambao wanachipukia upande huu wa udaktari. Ndio. Pengine na wao siku moja tufikie huko. Naam. Hai, tunakamilisha hivyo.